Leo tunaendelea na kweli namba 2. Kweli namba 1 ilikuwa inasemaje? Tulijifunza ya kwamba tunavuna kwa kupanda. Hauwezi kuvuna kama hujapanda. Haleluya. Hauwezi kuvuna kama hujafanya nini? Ile ilikuwa ni kweli namba 1. Kweli namba 2, tunabarikiwa kwa kutoa. Tunabarikiwa kwa kutoa. Mwambie jirani yako, tunabarikiwa kwa kutoa. Hauwezi kubarikiwa kama wewe mkono wako ni mzito. Tunabarikiwa kwa kufanya nini? Sio kwa kupokea, bali kufanya nini? Yaani wewe unayetoa ndio unayebarikiwa. Mlango mkubwa wa kubarikiwa ni kutoa. Mje kuona kama matajiri wale wanakuta watafuta watu wanawapa chakula, afu wanaendelea tu kwa matajiri, afu unakuta hata kanisani yaendi. Kumbe namna ya kuweza kubarikiwa lazima uwe mtoaji. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kuwa unabarikiwa ukiwa wewe una roho ya uchoyo. Angalia watu wengi waliobarikiwa wamefanya nini? Mwambie jirani yako, tunabarikiwa kwa kutoa. Mwambie, vipi wewe? Mwambie au mbinde. Matendo 20 mstari wa 25. Matendo 20 mstari wa 25. Matendo 20 mstari wa 35. Twende 35. Wa 35. Ndiyo. Tasoma. Naam. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hizi imewapasa kuwasaidia wanyonge. Imewapasa kuwasaidia nani? Wanyonge. Imewapasa kuwasaidia wanyonge. Na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe. Jinsi alivyozungumza yeye mwenyewe, ndiyo. Ni heri kutoa kuliko kupokea. Ni heri kutoa kuliko fanya nini? Kupokea. Wangapi mabingwa kutaka kupokea tu? Hebu keti. Kuna wale mabingwa chake. Kuna kile Kiswahili waga nasemaga siku zote, chako changu, changu changu. Lakini maneno ya Yesu Kristo anasema ya kwamba, aliyesema yeye mwenyewe ya kwamba ni heri kutoa kuliko kufanya nini? Kupokea. Kuna watu ni mabinga wanaotaka siku zote kuwa kama njuni. Sisi tunasemaga ile njuni, tuwe vile vifaranga vya ndege venye muda wote vinafanya nini? Ni heri kutoa. Mwambie mwenzako, ni heri kutoa kuliko kupokea. Dumu kutoa. Dumu kutoa. Haleluya. Luka 6:38. Leo nataka nisikimbize kweli, yani sitaki niwe na maelezo mengi. Luka 6 mstari wa 38. Luka 6 mstari wa 38. Luka 6 mstari wa 38. Ndiyo. Wapeni watu vitu. Wapeni watu vitu. Nanyi mtapewa. Nanyi mtapewa. Kwa hiyo kanuni ni moja, wapeni watu vitu. Nanyi mtafanya nini?
kama tulivyokuwa jana kule wapi, Ndaga. Jana tulikuwa Ndaga kuwapelekea watoto yatima chakula. Sisi tulichofanya nini? Ni kufanya nini? Ni kutoa. Issue ya kupewa, ya kurudishiwa ni ya Bwana. Lini na ni saa ngapi na wapi utapewa ni issue ya nani? Ya Mungu. Nakumbuka ya kwamba kila unavyotoa usitegemee niliyempa ndiye atakayenirudishia. Usitegemee hivyo, kwa maana inaweza kuwa uliyempa Mungu akatumia mtu mwingine kabisa kukupa wewe. Wangapi wananielewa hiyo? Yaani problem ya watu ipo hivi, anategemea nikikupa wewe ndio unirudishie. Kumbe mimi naweza kutoa kwako, lakini Mungu akafanya jambo lingine kwa mtu mwingine kwa ajili ya kuleta kwangu. Na usitegemee kurudishiwa kwa wakati huo huo. Kuna kipindi unaweza kutoa leo, marejesho, lile rejesho la kimungu likaja hata miaka 10 ijayo. Wangapi wananielewa? Ndio tatizo la Wakristo wengi. Akishaenda labda kanisani na akatoa, anategemea kesho ngoma itarudi. Ndipo pale jibu linapokuwa litokei, anaanza kusema unajua ni pale nilitoa lakini sikuona nini majibu. Mbegu unayoipanda itaota kwa wakati wake. Haleluya! Lini na saa hatujui. Mimi mwenyewe sijui wala wewe hujui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Malaki 3:10. Hiyo imetoka, tuendelee. Leo nipo fasta leo. Malaki 3:10. Malaki 3 mstari wa 10. Ndiyo. Leteni zaka kamili ghalani. Leteni zaka kamili ghalani. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Ndiyo. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Tunabarikiwa kwa kutoa. Ukisoma hii Malaki 3:10 inakupa mwongozo wewe wa kufanya nini? Wa kutoa. Ndio maana hapo maandiko yanatuambia leteni. Maana neno leteni manake inatakiwa wewe utoe. Leteni manake wewe kazi yako wewe uchukue na kuleta. Ile mstari unaendelea, mstari wa 11. Mstari wa 11. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Sikiliza. Asema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye anayefanya nini? Alaye. Kwa maana wewe umetoa zaka. Kinachofanyika nini? Mungu yeye anamkemea yeye anayekuja kula, anayekuja kufanya uharibifu. Wangapi wananielewa? Lakini hapa maandiko yanasema leteni. Ukishaleta inabakia tenda ya Mungu. Mungu anabaki sasa kwenye zamu yake yeye, ya kwamba yoyote anayetaka kuja kuharibu anamkemea. Je, wewe unatoa zaka? Zaka, unajua maana ya zaka ni nini? Ndugu, unajua maana ya zaka? Umeona, hatujui. Ndio maana tutoi zaka. Zaka ni fungu lako la 10 la kila pato unalolipata. Na maandiko yanasema hivi, leteni. Ukishaleta yeye atamkemea anayekuja kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi nianze kuleta wewe laki. Yaani mtu anaanza kupiga, yaani nianze kuleta laki kanisani mimi.
labda umwazimo. Wewe je, kupata siku milioni unapiga hesabu kutoa laki kanisani? Si unaona ni zoezi gumu? Jamani, kushika kibunda cha laki, unatoka nyumbani Laki1 napeleka kanisani. Unaona kama ni biashara ngumu? Lakini maandiko yanasema hivi, leteni zaka kamili. Maandiko yanaendelea mstari wa 11 anasema atamkemea yeye anayefanya nini? Yule mharibifu. Bwana atafanya nini? Yaani kabla hajaja kuharibu, Bwana anamkemea. Tunabarikiwa kwa kufanya nini? Kwa kutoa. Mwambie jirani yako, tunabarikiwa kwa kutoa, sio kwa kuruka sarakasi. Atubarikiwi tu kama jamani, hebu keti mara moja. Hivi mfano umekuja hata hapa kanisani, labda naweza kuambia hebu anza kubadilisha labda mavyuma haya, alafu yani tuaje anatengeneza mavyuma, alafu baadaye namwambia mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Kumbuka nyumbani hawataki kwenda na hilo neno. Wanataka baba anavyorudi nyumbani ameshikilia mfuko wa nyama, si ndio? Sasa mtumishi umebakia tu, Mungu akubariki. Nyamje kusikia kwamba kuna watu wanasemaga usiniletee biashara kanisani. Ni wasemaga nini?